Mama yetu Chanja ana inspection kesho, hakuonekana. Kwa hiyo na ndio maana mkuwaona, ila najua wiki ijayo tutakuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo ni siku njema tena. Tumeimbiwa, tumesikia shuhuda na tumewaona wapendwa. Sasa ni muda wa kusikia neno. Nitaomba utanisikiliza kwa dakika chache tu, kwa sababu wakati huu tulio nao sio wakati kwamba tunafundisha, ni wakati tunakumbushana yale ambayo Yesu alifundisha. Bwana Yesu asifiwe. Na sijui kuna mtu anakumbuka somo la wiki jana kweli? Kwa wale walikuwa hapa wiki jana, kuna mtu anakumbuka? Halo? Wiki jana tulifunza nini? Wiki jana si tulikuwa hapa sisi sote? Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno nilikuwa nikiongea wiki jana. Yes. Kanisa ni mwili wa Kristo. Na kama ni mwili wa Kristo, kuna viungo vyake. Kama miili yetu ina miguu, ina mikono, ina macho. Na hivyo ndivyo injili inaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutaenda kuangalia neno katika kitabu ambacho ni Biblia. Na neno letu la leo ni kwamba hivyo ulivyo ni kwa neema ya Mungu. Amen. Hilo ndilo neno letu la leo. Hivyo ulivyo ni kwa neema ya Mungu. Kwa sababu kuna watu ambao wanajidharau na kuna watu ambao hawajiamini jinsi walivyo. Mara nyingine wanajichukulia kwamba hawakamiliki mbele za Mungu. Lakini nataka nikwambie kwamba hivyo ulivyo ni kwa neema ya Mungu. Kuna mtu anatamani kuwa kama jinsi ulivyo, na kuna wenye wanatamani angelikuwa yeye ndo wewe. Lakini kwa sababu ya dunia na mambo mengi ambayo tunapitia, unakuta mtu hajiamini, hajui ni nini atakifanya. Na Biblia inasema kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo hivyo ulivyo na kutokuonekana vizuri na kuonekana vizuri ni kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ni kwa neema ya Mungu, ni nini ambacho tunatakiwa kujivunia? Kitu cha kwanza ambao unatakiwa kujivunia wokovu ulio nayo. Kwa sababu bila wokovu wewe si kitu. Bila wokovu hauwezi kufanya chochote katika dunia hii. Lakini kwa sababu neema ya Mungu imetubeba, ndio maana tuko gisi tulivyo. Kwa hiyo ninatamani umwambie shetani kwamba usinitishe, nimebebwa na Mungu. Haleluya. Kwa sababu Mungu anaposimama, shetani hana nafasi. Na isingelikuwa neema ya Mungu kama hatuko gisi tulivyo. Umepata mchumba ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Kuna watu ambao wamezaliwa wakazeeka bila kuolewa, lakini wewe umeolewa, ni neema ya Mungu. Umezaliwa na ukaoa. Kuna wale wamezeeka bila kuoa, ni neema ya Mungu. Na umeoa umepata watoto, ni neema ya Mungu. Bado unalala na kuamka na kutembea, ni neema ya Mungu. Lazima tumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neema ya Mungu inazidi kila kitu. Tutaenda kuangalia mambo maine tu ambayo yatatusaidia katika maisha yetu mchana wa leo. Kwa hiyo jambo la kwanza, uhai wangu ni kwa neema ya Mungu. Mwambie jirani yako, uhai wangu ni kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo ukikutana na mtu katika njia, mwambie uhai wangu ni kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo hauna nafasi ya kusumbua kwa sababu ya uhai wangu, kwa sababu Mungu anaubeba. Mungu anajua
ni kwa nini niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitaomba msomaji mwenye atapata kufungua Biblia haraka haraka asome kitabu cha Maombolezo. Kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari ule wa 22 mpaka 23. Kitabu cha Maombolezo kutoka Yeremia ni maombolezo. Mwingine aandae kitabu cha Matendo ya Mitume 17 mstari ule wa 28. Na wa mwisho atasoma Zaburi 91 mstari wa 11. Wa kwanza asome Maombolezo 3:22 hadi 23. Wa pili atasoma Matendo ya Mitume 17:28. Mwingine atamalizia na Zaburi 91 mstari wa 11. Tunasoma kitabu cha Maombolezo 3. Yes, wampe maike mama. Twende mama. 3:22 hadi 23. Yes. Neno la Mungu linasema. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Ni huruma, ni neema ya Mungu kwamba hatuangamii. Kwa kuwa rehema zake hazikomi. Kwa kuwa neema zake hazikomi. Ni mpya kila siku asubuhi. Kila siku tukiamka asubuhi tunaona neema za Mungu. Uaminifu wako ni mkuu. Amen. Uaminifu wa Mungu ni mkuu. Amen. Matendo ya Mitume 17 mwenye amepata 28. 17:28. Tunasoma Matendo ya Mitume 17:28. Inasema, kwa maana ndani yake yeye tunaishi. Kwa sababu ndani yake aliyetupa neema tunaishi. Na tunakwenda. Na tunatembea. Na kuwa na uhai wetu. Na kutembea na uhai wetu pia. Kama vile umoja wenu. Mtunga mashairi alivyosema. Kama vile mtunga mashairi alivyosema. Maana sisi sote tu wazao wake. Amen. Sisi sote ni wazao wa Mungu. Amen. Piga makofi ya nguvu. Unaona, uhai wa mtu ni kwa sababu ya Mungu. Mtu asikutishe kwamba uhai ulio nao ni wa muda. Ukiwa unatembea na ukiwa na Mungu na ukiwa na Kristo ndani yako, hauwezi kubabaika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale watu ambao wanaitwa wachawi. Anaweza kaingia kwa nyumba akakuroga, akakufanyia hivi, akakulisha chakula hivi, akafanya hiki, lakini hawezi kuchukua pesa. Hata ukiacha pesa kwa meza hawezi kuchukua. Halo? Kuna mchawi alishakaiba pesa? Bwana Yesu asifiwe. Hata kama watacheza usiku, uhai wetu tukiwa tumelindwa na Mungu, ndio tutaota. Lakini tutaamuka tukiwa salama kwa sababu ya neema ya Mungu. Tena wataona tukianza kuhubiri, tukianza kuimba, tukitembelea wapendwa. Kwa sababu tumebebwa na nini? Na neema ya Mungu. Uhai wako ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Sio mtu mwingine wowote wala kitu kingine chochote isipokuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kutoka leo nataka nikuhakikishie kwamba uhai ulio nao usiwe na wasiwasi. Hatukupokea roho wa woga. Tulipokea roho ambaye anatupa nguvu. Kila mahali tunaweza tukapita kwa sababu ya neema ya Kristo. Na kwa sababu neema yake imetujawa, sisi tunakaa ndani yake na anatujaza neema kila siku. Tunapotembea kila mahali, anatembea pamoja na sisi. Kwa hiyo uhai wako ni neema ya Mungu imeubeba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la pili, wokovu wangu ni kwa neema ya Mungu. Mwambie jirani yako kwamba wokovu wangu ni kwa neema ya Mungu. Mwambie kwa nguvu. Kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kusema, huyu jamaa ameokoka. Tunaona hafanani kuokoka. Kwani wewe ndio uliniokoa?
Akikuuliza, je, umeokoka kweli kweli? Mwambie muulize Mungu, kwa sababu okovu wako umebebwa na Mungu. Hakuna mtu mwingine, na okovu ni wa mtu binafsi. Hakuna kuokoka kikundi, wala kuokoka group, wala kuokoka familia. Ni mtu mmoja tu. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulikuwa kwenye maombi, nikawa nafundisha kwamba Mungu anakuwa na mpango na mtu mmoja tu peke yake. Mahali popote tunapokwenda, Mungu akisema ashuke hapa leo, atakuwa na mpango na mtu huyu mmoja tu. Hata shughulika na watu wote. Nikaleta mfano wa Yona. Yona katika nchi yao aliitwa yeye na Mungu aende Ninawi. Na wakati alikosea, aliingia kwa mashua, akataka kutoroka. Mungu bado katika maji alikuwa anamtafuta yeye. Walianza kutafuta, yuko wapi? Wakaenda kumgundua. Akasema, ni mimi. Kwa hiyo mnifunge, mnitupe. Amen. Hivyo wafanyabiashara walijatupa biashara kwa sababu ya oga wa maisha. Hawana tumaini la kupona tena. Lakini wakamfunga, wakamtupa. Yona kuamuka alijikuta yuko Ninawi. Na aliposema mara moja kwamba Mungu masaa machache ataangamiza Ninawi, watu wote wakaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya Yona, Ninawi ikapona. Kwa hiyo Mungu hadili na watu, anadili na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Nitaomba msomaji atusomee kitabu cha Waefeso. Mmoja atasoma kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Mwingine atasoma kitabu cha Tito 3:5. Na mwingine atasoma Warumi 3:24. Wa kwanza asome Waefeso 2:8 mpaka 9. Wa pili asome Tito 3 mstari wa 5. Karibu kwa wasomaji. Tunasoma kitabu cha Waefeso 8 hadi 9. Yes. Inasema 8 mpaka 9. Yes. Okay. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote. Nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo. Nilipewa neema hii kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo. Huyu ni Paulo anasema, usiopimika. Hauwezi kupimika. Na kuangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo. Amen. Ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine asome kitabu cha Tito 3:5. Tunasoma kitabu cha Tito 3:5. inasema, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi. Hapana. Endelea. Yes. Sorry. Tunarudilia tena. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Wa mwisho asome kitabu cha Warumi 3:28. Warumi 3:28. Tunasoma tena Warumi 3:28. 24 inasema, wahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Tumchapie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Okovu yangu nilipata ni kwa neema. Paulo anazidi kutafsiri na kutueleza kwamba hatukupokea wokovu kwa sababu ya matendo yetu mema tuliyafanya. Hatukupokea wokovu kwa sababu tulikuwa tunatembelea wagonjwa, ama tulikuwa tunasaidia watu, ama tulikuwa wazuri sana, ama tulikuwa tunaimba sana, ama tunaomba sana, ama tunahubiri sana. Hapana. Anasema ni kwa neema ya Mungu.
Hivyo ulivyopokea wokovu ni kwa neema ya Mungu, na wokovu yako ni yako tu. Hakuna mtu atakayeinyang'anya isipokuwa ujichanganye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa mbele za Mungu, jivunie kuokoka. Jivunie. Paulo alikuwa ni mtu ambaye alitesa kanisa. Paulo alikuwa ni mtu mchafu sana kabla hajaokoka, lakini ndiye aliyehubiri Injili na akasema sihesabu kitu chochote ila kumuona Kristo. Kwa sababu ya nini? Alipokea wokovu, na wokovu ulikuwa ni wake. Katika mitume wote wa Yesu Kristo, hakuna mahali walisema kwamba mitume waliokoka na familia zao. Hapana, alikuwa ni mtu mmoja ndo alikuwa anaokoka. Na wewe ukiwa hapa, si ni mtume wa Yesu Kristo sahi? Usichezee wokovu. Wokovu wako ni kwa neema ya Mungu. Hakuna kitu kinachoweza kubomoa. Hata kama utapita changamoto za ajabu, simama katika wokovu wako. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tulipokea wokovu kama zawadi ya neema. Zawadi ni kitu kinakuja wakati mtu hatazamii. Na wewe kama ulipata hiyo zawadi, lazima uitunze. Lakini siku hizi watu hawatunzi zawadi. Halo? Kuna watu wanatunza zawadi siku hizi kweli? Hakuna. Akiona kwamba zawadi imepitwa na wakati, ataitupa tu. Nani ambaye ana zawadi ambayo amepewa tangia ya mwaka jana? Kwamba ukikuta kwa hiyo zawadi unasema, hii ni zawadi yangu nimepata. Nani iko nayo sahihi na anaiweka kabisa kuheshimisha? Amen. Tuwachapie makofi. Haleluya. Wengine zawadi zilishakaenda mabini, hawajui maana ya zawadi. Kwa hiyo wokovu ni zaidi 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 zaidi. Na wakati tunapofunga vipawa tulivyo navyo, tunapofunga kazi tulizo nazo katika Injili, katika huduma, tujue kwamba tumeweka wokovu wetu wapi? Katika bini umetupwa. Alafu kwenda kuchagua kule kwenye ulienda kutupwa na kuna tupwa vitu vingi, hautauona. Wokovu ni mara moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani Mungu atakubariki kama utatunza wokovu wako. Jambo letu la tatu, mwambie jirani yako, kipawa changu ni kwa neema ya Mungu. Kuna watu wanakuwa na wivu mwingi kwa sababu ya kipawa cha mtu mwingine. Ndio nakuta watu hawana amani juu ya mtu mwingine. Kipawa chako ni kipawa chako. Kuna watu wamepewa vipawa tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwa community huko, kuna watu ambao wamepewa kipawa cha usutu. Wapo. Huyo mtu ukimwona chomoka tu kwa kundi hivi tu, watu wanaanza hapa. Amen. Na kuna wengine wamepewa vipawa vya kucheka, wengine vipawa vya kutembeleana, wengine vipawa vya kuhubiri, wengine waongozi, wengine. Kila mtu ana kipawa chake. Lakini usipotambua kipawa chako, utalegalega namna hivi. Tusome neno la Mungu. Wakorintho wa kwanza 15 mstari ule wa 10. Mtu mmoja asome Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10, na mwingine asome kitabu cha Petro sura ya 4. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10, na atamaliza na Warumi 12 mstari wa 6. Soma Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 10 nasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure. Neema yake sio bure kwangu. Bali nalizidi sana kufanya kazi kupitia wao wote. Nilizidi kufanya. Paulo anajivunia, nilikuwa nazidi kufanya kazi kupitia watu wa Mungu. Wala si mimi,
bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Amen. Bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Amen. Mwambie jirani yako, hii ninalolifanya ni kwa neema ya Mungu. Yes. Hauko wewe mwenyewe, uko na Mungu. Unapoamka asubuhi naenda kanisani, Mungu anakufuata. Ukitaka kuanguka, yeye anakushika na kusimamisha kwa sababu ya neema yake. Soma Petro wa kwanza 4:10. Petro wa kwanza 4:10. Petro wa kwanza 4:10, neno la Mungu linasema. Yes. Kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama. Kila mmoja na afanye kadiri alivyopokea karama. Itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Karama tumepewa tuhudumiane. Ndio maana tunaona hapa, niliona mjukuu wangu alishaenda, naye amejiunga na kwaya. Haleluya. Naye ameanza kupiga dance. Hiyo ni neema amepewa, tuhudumiane. Waimbaji wanaposimama hapa kuimba, wanatuhudumia sisi. Waombaji wanaposimama kuomba, wanatuhudumia sisi. Wahubiri wanaposimama kuhubiri, wanatuhudumia sisi kama tulivyopokea. Wapiga muziki wanapopiga, wanatuhudumia sisi. Ndio maana unakuta kila mtu anacheza na furaha, kwa sababu tunasikia nini? Muziki. Ni karama wamepewa. Sasa hizi karama wanasema kwamba tuzitumie kwa wengine. Hakuna mtu anaweza kwenda kujifungia kwa nyumba anapiga gitaa yeye mwenyewe na asikie raha. Vijana mpo? Olivio, kiwa unapiga gitaa kutumba, kwa sababu nikifika pale nasikiaga gitaa kutumba. Ukipiga gitaa unakuwa unajisikia raha wewe mwenyewe. Si mpaka kuwe na mtu atakuwa anacheza cheza hivi. Akamwambia hapo hivyo. Ina maana unafanya huduma. Kwa hiyo tunapopewa karama, ruhusu karama yako ifanye kazi. Usiifunge. Na by the way, siku moja kila mtu atatoa ripoti yake yeye mwenyewe. Watakuuliza, na kile nilikwambia wewe unafanya ulikifanya? Nasema na kizuri kwa Mungu hakuna masababu. Tasema hapana. Bwana Yesu asifiwe. Soma kitabu chetu cha Warumi 12 mstari ule wa 6. Warumi 12 mstari ya 6 inasema. Yes. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali. Kwa sababu tuko na vipawa mbalimbali. Kwa kadiri ya neema mliopewa. Kwa sababu ya neema tumepokea kwa Mungu. Ikiwa unabii, tutoe unabii. Ikiwa wewe ni nabii, toa unabii. Ikiwa ni nabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiendelea kusoma kuna vingi. Kwa hiyo kama wewe ni mhubiri, hubiri. Kama wewe ni nabii, fanya kazi ya unabii. Kama wewe ni mwalimu, fundisha. Kama wewe sijui wa kuombea wengine, omba. Kama wewe ni mwimbaji, imba, kwa sababu ni karama umepewa. Amen. Amen. Niliona ndugu yangu Demunga alikuwa muda mrefu haimbi, lakini aliposimama leo nikaona ameanza kutuma hata wimbo. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ni karama, ni kipawa amepewa. Hata kama sauti yake iko chini, ni kipawa chake. Kuna wengine wakisimama kuimba hapa, watatoka hapa wameroana na joto na mko baridi huu. Yaani anasikia haya mpaka mwili unakuwa joto. Woga. Lakini kiwa ni kipawa ambao umepewa na Mungu, utasimama na kufanya vizuri na Bwana atakubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tutumie karama zetu. Kwa hiyo kipawa changu cha kuimba
ni neema ya Mungu. Kipawa changu cha kuhubiri ni neema ya Mungu. Kipawa changu cha kuomba ni neema ya Mungu. Kipawa changu cha kuangalia wasiojiweza, wanani wagonjwa, ni kipawa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiniona nafika kwako kila siku, sio mimi, ni kipawa nimepewa na Mungu. Usiseme na huyu naye anakuja kwangu namna gani? Hapana. Ni kipawa. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu inatutengeneza na inatufanya gisi tulivyo. Jambo letu la mwisho, kusimama kwangu ni kwa neema ya Mungu. Ambia jirani yako, ninaposimama ni kwa neema ya Mungu. Haleluya. Kuna watu ambao wamechoka kabisa, lakini bado sisi tunasimama, bado sisi tunakuwa na neema ya kulisikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo ni neema ya Mungu imetubeba. Haleluya. Nitaomba msomaji atusomee kitabu cha Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 9, na mwingine andaye Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 12, na mwingine atasoma kitabu cha Yuda sura ya kwanza 24. Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 9. Umepata? Soma kwa jina la Yesu. Tunasoma Wakorinto wa pili 12 mstari ya 9, inasema, yes. Naye akaniambia neema yangu ya kutosha. Neema yangu ya kutosha. Maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Haleluya. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kusimama kwetu ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Lazima hata kama tutajivunia udhaifu tulio nao, tujivunie katika Kristo, kwa sababu ni Mungu ametuweka kisi tulivyo. Wakorinto wa kwanza 10:12. Tunasoma Wakorinto wa kwanza 10:12. Yes. Inasema, Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na aangalie asianguke. Yes. Na aangalie asianguke. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema, kusimama kwangu ni kwa neema ya Mungu. Na Biblia inasema yule anayeangalia kwamba amesimama afanye nini? Asije akaanguka. Unajua kuna watu ambao wamebaki majina. Hawa walikuwa ni watumishi wazuri. Watu walikuwa wanafanya huduma nzuri kanisani. Walikuwa wanafanya huduma nzuri kwa community. Lakini saa hii hawafanyi hizo huduma. Lakini unasikia tu, hivyo vyote tulivijua, tunavifanyaka tu. Tunavifanyaka tu. Huyu mtu anasimama bado Ukimuuliza, mpendwa, Bwana Yesu asifiwe, anasema amen, 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 amen. Lakini hajasimama. Hiyo amen ni kama mazoezi, lakini haiko tena kwa wokovu. Biblia inasema kwamba usiseme nimesimama na wewe umeanguka, na hawa wako wengi sana. Lazima uwe makini. Bwana Yesu asifiwe. Soma kitabu cha Yuda. Yuda 1:24. Tunasoma kitabu cha Yuda 1:24. Neno la Mungu linasema, yes, yeye awezaye kuwalinda ninyi, yeye awezaye kutulinda sisi, msijikwae, tusijikwae, na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawa katika furaha. Haleluya. Amen. Amen. Ni Mungu tu peke yake ndiye anayeweza kutulinda tusianguke wala tusijikwae. Anaweza kutusimamisha katika utukufu wake. Ikiwa tunasimama leo hapa,
ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Wale ambao hawakupata neema hii hawakusimama leo, lakini sisi tunapata ushindi kwa sababu ya neema ya Mungu. Kwa hiyo tunapofanya kazi ya Mungu, Mungu anatupa neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani leo nimesema mambo manne machache, ambao nimesema kwanza, uhai tulio nao ni kwa neema ya Mungu. Kama tunalalamika, tunaimba, tunasema, tunatukanana, tunapiganana, tunazania watu wengine tukisema mabaya ama mazuri, ni kwa sababu Mungu bado ametupa uhai, na akisema huu uhai nataka kuuchukua leo, atauchukua. Si mmesikia ushuhuda hapa? Kumaliza kuongea kwa simu, baadaye simu ya pili niko kwa hospitali. Haleluya. Mnasikia hiyo ushuhuda? Sisi tunaona ni kitu cha kawaida, lakini ni kazi ya Mungu ndio ameifanya. Bwana Yesu asifiwe. Unadhani hivi uko hapa wangapi wamepoteza uhai? Mamilioni ndio wamepoteza uhai. Kuna wale wamekufa kwa ndege, kuna wale wamekufa kwa maji, kuna wale wamekufa barabarani, kuna wale wamekufa kwa manyumba zao, kuna wale wameuliwa na majambazi, kuna wale wamepata mabomu, kuna wale sijui wameanguka. Lakini wewe Mungu anakuweka bado upo. Si umshukuru Mungu, useme Mungu asante kwa uhai. Haleluya. Na pia nikasema kwamba wokovu wako lazima ulinde. Wokovu ni wa mtu, ndugu zangu. Wokovu sio wa kundi. Watu wanakuangalia kupitia matendo unayoyafanya kwamba huyu ameokoka, huyu hajaokoka. Watu watajua tu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kile ambacho umekipokea. Na pia nikasema kwamba kipawa ulicho nacho usikiweke kwa kabati, kitumie. Waimbaji oye. Natamani kuona waimbaji wanasimama wanaimba. Najua bendi yetu wenye walianzisha ni wanani? Wako muwaweke mikono juu. Wale walianzisha bendi wale. Mwanzilishi ni Mama Eve, hafikaki hata kuja kuuliza watoto kwamba munaendeleaje huku. Ujue utaulizwa. Yes. Amen. Yeye kuchoka, Bwana naye akachoka. Lakini Eve, Mungu akubariki. Unajua Eve alifanya kazi kubwa sana. Yeye kumchomoa Bwana, kumleta Bwana, akabaki Eve akadrop. Lakini Mungu awabariki, mnafanya kazi nyingi kanisani. Ni viungo vya Kristo. Kwa hiyo vipawa vyetu tuvitumie. Tusikae tu. Vijana, muda wa kuokoka ni wakati ungali kijana. Ukisema kuja kuokoka ulishakuwa mzee, utatamani na wewe, kumbe ningeliokoka mapema ningeliimba kwaya. Kumbe ningeliokoka mapema ningepiga drum. Kumbe ningeliokoka mapema ningelipiga gitaa. Mnajua hakuna mtu anamzidi kupiga gitaa mzee wetu Asumani. Siko humu. Soliste wa nguvu. Lakini ukimpea gitaa saa hii ataipiga. Kwa nini? Muda umeenda. Kwa hiyo ukiokoka ungali kijana ndio utasikia injili raha. Haleluya. Na ndio vipaji tutavitumia tukiwa na raha. Amen. Haleluya. Mama Faraju simsukume mzee akuja pige gitaa. Haleluya. Na mwisho nikasema kusimama kwetu ni kwa neema. Ikiwa tunasimama ni neema ya Mungu. Kama unaniona ninatembea, ninacheka, ninaenda wapi, ni kwa neema ya Mungu. Sio kwa kutaka kwangu. Hakuna mtu ambaye alitoa pesa kwamba apate wokovu. Ni kwa bure tu kiamini tu kwamba Yesu nakukubali leo. Atakusamehe na atakusafisha. Kama ulikuwa na sura mbaya, utakuwa na sura nzuri. Nadhani sisi tulikuwa na sura mbaya. Haleluya. Mwangalia jirani yako kwa sura. Muulize, na mimi niko na sura nzuri kweli? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uko kwa dunia huko. Uko kwa dunia huko. Uko nje huko.
rangi. Kuna watu wanaangaliana sura. Hizi zetu haziwezi kupita. Lakini Mungu alivyotutengeneza, tukichomoka tunaonekana hata kama tuko weusi tunaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Na Bwana awabariki. Tusimame tuombe. Acha tuombe. Mungu Baba mtakatifu, muumba mbingu ya nchi, asante kwa siku ya leo, kwa sababu umetupa ujasiri wa kusimama mbele ya watu wako. Na tazama, tumekutukuza katika kila njia, na neno lako limekuja kwamba Jehova aliye na neema yetu, ambaye ametupa neema ni wewe. Kwa hivyo sisi jinsi tulivyo ni kwa sababu ya neema yako. Acha utujaze upendo wako, utujaze nguvu zako, utufungue tupate kutenda kazi yako kama gisi wewe unavyotaka. Mungu wetu, asante kwa umati mzima, asante kwa wale wote wanatutazama, na asante kwa wale wengine watatutazama baadaye, wote wende kuwaonekania. Asante kwa neema hii ambayo umetupa Mungu kuja kutukuza mchana wa leo. Acha jina lako litukuke, kwa sababu wewe ni mtakatifu. Ni kwa Yesu tukiomba na kuamini. Amen. Mbarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Piga makofi na vigele.